Kwa majina naitwa Apronia Madangi, ni afisa ubora wa maabara ya hospitali ya Mtakatifu Gaspari. Maabara ya hospitali ya Mtakatifu Gaspari ni miongoni mwa maabara chache Tanzania zilizopata ithibati ya ubora wa kimataifa. Tunaposema kupata ithibati ya ubora wa kimataifa, tunamaanisha majibu ya vipimo yanayotoka katika maabara ya hospitali ya Mtakatifu Gaspari ni sawa na majibu yanayotoka maabara yoyote ambayo inaiamini duniani. Kufikia mchakato huo, maabara ilipita katika mchakato wa kaguzi nyingi. Kuna kaguzi za wizara zilipita awali, tukaingia kwenye mchakato wa SLAMTA. Tulivyotoka hapo, ikaenda kwenye mchakato wa kupata ithibati ya ubora kimataifa. Kwa mara ya kwanza tulifanyiwa kaguzi Septemba 2023. Tukatunukiwa cheti cha ubora wa kimataifa 2024 Januari. Kutoka hapo kaguzi ziliendelea. Mwaka jana tulifanyiwa kaguzi tena mwezi Septemba kwa kutumia muongozo mpya wa ISO 15189 ya 2022. Kwenye huo ukaguzi nao tumepita, tumeweza kumaintain au kubaki na ithibati yetu. Lengo la maabara yetu ni nini? Lengo la maabara yetu ni kuendelea kuwahudumia wagonjwa wetu na kutoa majibu yenye ubora kulingana na miongozo ya ubora wa kimataifa. Kwa majina naitwa Christopher Xavier, ni mkuu wa idara ya maabara katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari. Kama alivyokwisha kusema afisa ubora wa maabara yetu imepata accreditation katika idara ya hematology. Katika idara ya hematology tumepata accreditation au ithibati katika kipimo cha picha ya damu au kitaalamu tunaita full blood picture. Lakini pia tumepata ithibati katika idara ya serology kwenye syphilis test, hepatitis B test pamoja na hepatitis C test. Lakini pia tumepata ithibati katika idara ya parasitology katika kipimo cha MRDT au kipimo cha malaria. Lakini pia tumepata ithibati katika idara ya blood transfusion katika kipimo cha blood grouping pamoja na cross match. Hapa tulipo ni idara ya clinical chemist. Katika idara ya clinical chemist tuna mashine tofauti. Tukianza na hapa tuna mashine ya clinical chemist ambayo inaitwa Cobas C111 ambayo inapima vipimo tofauti vya chemistry. Lakini pia katika idara ya chemist tuna mashine nyingine ambayo inaitwa XL200 ELBA, pia nayo inapima vipimo tofauti vya clinical chemist. Lakini pia katika idara hii ya clinical chemist tuna mashine hii ya IVL 9180 kwa ajili ya kupima electrolyte. Lakini pia katika idara ya chemist tuna hii mashine ambayo inaitwa Cobas Integra 400 Plus ambayo pia inapima vipimo tofauti vya clinical chemist. Lakini pia kwenye hii idara ya chemist tuna mashine nyingine hapa ambayo inaitwa edema kwa ajili ya kupima kipimo cha blood gas. Hivi ndio mashine ambazo zinapatikana kwenye idara yetu hii ya chemistry kwa ajili ya kupima hivyo vipimo tofauti kwenye hii idara ya clinical chemistry. Lakini pia pale juu ukiangalia tuna miongozo mbalimbali kwa ajili ya tuna miongozo mbalimbali ambayo inaweza kutuwezesha kufanya hivyo vipimo vya clinical chemistry kwa kufuata hiyo miongozo. Naitwa Baraka Steven, ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari. Nipo katika kitengo cha microbiology, kitengo ambacho kinahusika na uoteshaji wa sampuli. Katika idara hii tunaotesha sampuli ya aina mbalimbali kama sampuli ya stool kwa maana ya choo, urine kwa maana ya mkojo, lakini pia tuna sample kama
pus, throat. Hizo zote ni sampuli ambazo tunaotesha katika idara hii. Ndani ya idara hii tunavyo vifaa mbalimbali ambavyo tunavitumia nje ya kuotesha sampuli hizo. Tunayo mashine hapa kwa ajili ya Gene Expert. Hii ni mashine inayohusika na upimaji wa wadudu wa TB ama kifua kikuu. Lakini pia tunayo microscope hapa ambayo inatumika kuangalia aina ya wadudu walioota katika sampuli zetu. Upande wa pili tunazo mashine hizi mbili ambazo zinaitwa incubator. Tuna incubator za aina mbili. Kuna incubator ya carbon dioxide kwa ajili ya wadudu ambao wao hawahitaji oksijeni, wao wanahitaji carbon dioxide. Lakini tunayo incubator ya pili ambayo yenyewe ni oxygen incubator, inatumika kwa ajili ya kuoteshea wadudu ambao wanahitaji oksijeni. Lakini pia tuna mtungi huu hapa kwa ajili ya mashine hii ya kuoteshea ya carbon dioxide. Kwa hiyo huo ni mtungi wa carbon dioxide. Lakini mwisho kabisa tuna mashine iko hapa. Hii inaitwa safety cabinet. Ni mashine ambayo inahusika na kumtunza au kumprotect mtaalamu wa maabara dhidi ya magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya hewa. Kwa kifupi, hii ni idara inayohusika na uoteshaji wa sampuli mbalimbali kwa ajili ya kugundua na kufahamu aina gani ya mdudu anayemsumbua mgonjwa wetu na ni dawa gani nzuri kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa wetu. Jina langu naitwa Justin Herbert Lupenza. Ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari. Hii ni idara ya parasitology na tutaonyesha vitu vichache ambavyo tunavyo katika idara yetu. Tuna mashine yetu kwa ajili ya kufanya analysis, microscope kwa ajili ya observation, kufanya analysis, to analysis. Na pia tuna microscope nyingine hapa kwa ajili ya observation ya parasite, mfano maeli ya parasite. Vile vile tuna hot plate. Tuna atlas zetu kwa ajili ya kutuguide tunavyofanya kazi hapa. Mfano atlas za tunavyofanya blood smear, count malaria. Vile vile tuna atlas kwa ajili ya stool analysis na analysis, zile samples zinazokuja. Lakini pia tuna document for reference, SOPs tunazo hapa na vitendanishi ambavyo tunavitumia wakati wa kufanya kazi mahali hapa. Hii ni eneo letu la kufanya documentation. Kwa tunapofanya tukishafanya sample tutatumia mfumo wetu, documentation yetu tunafanyia hapa. Asante. Kwa majina naitwa Frida Belda Amedeus Kidadu, ni head of department ya BT blood transfusion and donation. Hapa tulipo ni blood transfusion kama mnapopaona. Tuna mashine zetu hizi hapa. Hii ni water bath. Hii ni incubator. Hii ni freezer kwa ajili ya kuweka FFP, fresh frozen plasma, pamoja na fridge yetu kwa ajili ya safe blood ambazo zinatoka kwenye benki yetu ya damu salama. Nikija hapa, incubator hii inatumika kwa ajili ya kuyeyusha FFP ambazo zinaodwa kwenda kwa wagonjwa wetu. FFP zetu ni hizi hapa kama mnavyoziona. Ikiodwa lazima tuje tuiprocess kwenye water bath kwa ajili ya kwenda kwa wagonjwa wetu. Na inatumika ndani ya masaa 4 iwe imeshatumika. Kazi ya incubator hii inatumika pia the same na water bath. Tunaweza tukayeyushia FFP zetu, na pia hapa blood transfusion tunafanya testi 4. Tunafanya blood grouping, tunafanya cross match au compatibility, tuna Coombs test ambayo ni direct na indirect. Sasa ikitokea imeodwa Coombs test, hii incubator inatumika kwa ajili ya kuincubate ile testi. Huwa tuna incubate kwa nusu saa. Au unaweza nikatumia water bath kuincubate hiyo testi pia. Zina the same kazi. Hapa unaona hizi damu zina lebo. Hizi ni kwa ajili, ziko tayari kwa ajili ya kwenda kwa wagonjwa waliodewa damu. Hii partition ni kwa ajili ya grupu A,
partition ya group B, partition ya group AB na partition ya mwisho kabisa ni partition ya group O. Hii ndio friji yetu. Hapa tulipo ni idara ya blood donation. Ni sehemu ya kutolea damu. Kama mnavyoona kuna vitanda au viti vyetu kwa ajili ya donation. Na pia tunayo friji yetu kwa ajili ya kutunza unscreened blood. Kama mnaiona zimo humu ndani. Kwenye blood donation kuna criteria ambazo zinaweza zikamfanya mtu atoe damu au asitoe damu. Criteria mojawapo tutaangalia umri kuanzia miaka 18 mpaka miaka 60. Kriteria ya pili ni uzito kuanzia 50 na kuendelea. Kriteria ya tatu ni HB, hemoglobin inaanzia 12.5 na kuendelea. Hizo kriteria ndio zinaweza. Pia kuna pressure. Tunapima pressure ili kuonyesha kwamba circulation ya blood yake iko vizuri au pressure yake iko vizuri kwa ajili ya kutoa damu. Na pia tuna karatasi ambalo linaweza likamsaidia mtu kutoa damu pia, ambaye ni dodoso yetu. Hii hapa ina maswali kadhaa ambayo ukimuuliza akimiti criteria unaweza ukamtoa hiyo damu. Tuna blood bag zetu hizi hapa, ndio tunazozitumia kwa ajili ya utoaji wa damu. Tunashukuru. Asante pia. Karibu donation.